Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa taarifa ambayo nimekusogezea kwa wakati huu, au taarifa njema kweli kweli kwa mashabiki wa klabu ya Simba, ni kile kitu ambacho mashabiki wa klabu ya Simba wangetamani kuweza kukisikia. Hatimaye mwenyewe ameweza kufunguka kile ambacho kinachoendelea kati yake yeye na wekundu wa Msimbazi Simba juu ya kusajiliwa na kikosi hicho. Nimekusogezea taarifa ya nyota mpya ambaye ametua kwenye kikosi cha klabu ya Simba mara baada ya tajiri Mo Dewji kuweza kukamilisha taratibu zote za kutua kwenye kikosi hicho. Lakini sambamba na hayo, nimekusogezea kile ambacho kinachoendelea huko katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mambo ni mengi, muda ni mchache, ngoja nikusogezee kila kitu uende kujua mazito ambayo yameweza kutokea huko Zanzibar. Kila kitu kitaweza kujili. La kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi. Hapa nazungumzia wenye nchi wenyewe, Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea. Karibu. Bana, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambayo kwa sasa inaendelea kuweza kufukuzia mataji yake katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, wakiendelea kuweza kusimamisha ule unaoitwa ubaya ubwela kwa kile ambacho kinachoendelea sasa hivi. Ni kitu ambacho nakipambania ni kuhakikisha kwamba kombe linabaki katika ardhi ya Tanzania kwa kile ambacho kinachoendelea. Lakini kabla tujafikia kwenye hayo yaliyoko Zanzibar, unafahamu ya kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa ikiweza kuhusishwa na miongoni mwa nyota wakubwa barani Afrika. Hapa nazungumzia Mabululu, miongoni mwa washambuliaji hatari kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ambayo ametoka ni Al Tripoli, ambako rekodi zinaonyesha kwamba si mchovu, si mnyonge, ni mtu hatari na tishio langoni. Hata klabu ya Simba aliwahi kuzitikisa nyavu zao walipokutana katika safari ya kombe la shirikisho ambalo Simba amefika fainali. Katika mchezo wake ile ya kwanza aliwatikisa hapa Dar es Salaam mara baada ya Mabululu kuweza kuweka bao lake. Hivyo basi sasa kile ambacho kinachoendelea kwa wakati huu, inaelezwa kwamba mambo yameshakuiva huko, mambo ni safi, mambo ni mazuri kuhusiana na Mabululu kutua kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club. Taarifa ambavyo inaelezwa kwamba kupitia hapa nazungumzia moja ya watu makini kweli kweli ambao wameweza kusogeza taarifa kuhusiana na Mabululu kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Mabululu ambaye alikuwa amemaliza mkataba wake kule katika klabu ya Al Tripoli, ambako wanaelezwa kwamba ni ukingoni kabisa kutua kwenye kikosi cha klabu ya Simba kuja kuongeza nguvu katika eneo la hapa nazungumzia ushambuliaji. Unafahamu ya kwamba kile ambacho kilichokuwa kikiendelea, tajiri ameweza kuona kabisa kwamba kuna pengo ambalo lipo katika hapa nazungumzia upande huo wa nafasi ya ushambuliaji. Hivyo basi wamehakikisha kwamba wanapata saini ya Mabululu ambaye anatua kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club, ambapo inaelezwa kwamba wamefikia makubaliano ambapo kiasi cha shilingi bilioni 1 huenda zikatoka pale wekundu wa Msimbazi Simba ili kuweza kumsajili nyota huyo ambaye inaelezwa anakuja kutua kwa ajili ya pale safu ya mbele, ambapo inaelezwa Mabululu na Faisal kutua Simba muda wowote kuanzia sasa, kwa kile ambacho kinachoonekana kwamba kila kitu kipo tayari, na inavyoelezwa kwamba mara baada ya msimu huu kukamilika atajiunga na hapa nazungumzia si wengine bali
ni Simba Sport Club. Lakini katika taarifa hiyo ambayo imeweza kuthibitishwa ni kwamba hata pia moja kati ya washambuliaji wa kikosi cha klabu ya Simba kwa sasa ambaye yupo kwenye kikosi hicho, ambaye mshambuliaji huyo ameweza kuambia uongozi wa klabu ya Simba mwishoni mwa msimu huu anaondoka kwenye kikosi chao. Hivyo basi ndio maana klabu ya Simba imehakikisha kwamba wanapata saini ya nyota huyo mkubwa. Taarifa inaeleza kwamba kwa mujibu wa kile kilichopo ni kwamba mshambuliaji Steven Mukwala amethibitisha kuwa ataondoka katika klabu ya Simba mwishoni mwa msimu huu. Mukwala ambaye amewaka vilivyo katika michezo ya karibuni hajawa na uhakika wa nafasi ya kuanza katika kikosi cha kwanza cha kocha Fadlu Davis. Raia huyo wa Uganda amefikisha mabao 12 katika ligi kuu ya Tanzania bara hadi sasa. Unaona bana, akiweza kuhusishwa na kujiunga na kikosi cha moja kati ya timu kutoka kule Saudia, zikiweza kuweka mkwanja juu ya kuweza kumpata nyota huyo. Kwa hiyo hapa kinachozungumzwa kwa sasa ni namna ya kuweza kuangalia namna kuweza fanya jinsi ya kuweza Mabululu kujiunga na kikosi cha klabu ya Simba mapema kabisa. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba klabu ya Simba Sport Club huenda wakamchukua nyota kutoka Wydad Casablanca kwa mkopo. Huyu ni mshambuliaji unazungumzia Selemani Mwalimu ambaye alitoka pale katika klabu ya Fountain Gate, lakini akaenda zake hapa nazungumzia Wydad. Sasa Wydad wameona labda pengine wanahitaji kupata moja kati ya washambuliaji ambao ni hatari zaidi. Kwa hiyo Selemani Mwalimu anatua kwenye kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya klabu ya Wydad Casablanca kuweza kufikia makubaliano ya kuweza kumtoa kwa mkopo nyota huyo kutoka kwenye kikosi cha klabu hapa nazungumzia ya Wydad kuelekea sasa Simba Sport Club. Kwa hiyo Simba wapo katika mkakati ya kumsajili nyota huyo Mwalimu kwa kile ambacho kinachoelezwa. Klabu ya Simba Tanzania ipo katika mazungumzo ya awali na klabu ya Casablanca ya Morocco kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji Selemani Mwalimu kwa mkopo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika, Wydad wanatafuta timu ya kumpa nafasi ya kucheza kwa muda mrefu kinda huyo wa Kitanzania ili aweze kuendelea kukua kiuchezaji na kupata uzoefu wa kimataifa. Selemani Mwalimu ambaye ni mchezaji mwenye kipaji na kasi ya ajabu anatajwa kuwa chaguo la benchi la ufundi la Simba kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji kuelekea msimu ujao wa ligi kuu na michuano ya kimataifa kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Lakini katika taarifa nyingine ambayo inaelezwa kwamba kutoka huko Zanzibar ni kwamba klabu ya Simba ambayo imeondoka leo hii bara na kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuweza kujiandaa na mchezo wake wa fainali ambao utakwenda kupigwa Jumapili ya tarehe 25. Katika taarifa hiyo inaelezwa kwamba klabu ya Simba Sport Club imemuongeza nyota kutoka Tanzania ambaye yupo katika kikosi chao, si mwingine bali ni golikipa Aishi Manula, ambaye Manula kwa muda hajaonekana kuwa sehemu ya kikosi cha Simba, hususan katika michezo hii ya kimataifa ambapo Simba ilikuwa ikiweza kutoka, hata ikiwa katika michezo yake ya ndani ilikuwa haimjumuishi Aishi Manula katika sehemu ya michezo yao. Lakini sasa imeonekana Manula kuitwa pale Zanzibar. Sasa pengine kuna mambo ambayo yanayoendelea. Tutakwenda kujuza kile chochote ambacho kitakachoendelea huko katika anga la Zanzibar kuhusiana na fainali ya Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Balkane katika uwanja wa Amani Complex.